Allah ya Allah ya Allah. A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wapendwa wana Mizani. Mada kubwa hii leo ni yale yanayoendelea katika Mashariki ya Kati kuhusiana na vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran. Katika hali ambayo inaweza bila shaka kutafsiriwa kuwa ni kutapatapa, Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akilazimisha ulimwengu kutambua kuwa ni Iran inamuomba kufanya mazungumzo ya kusitisha mapigano kama njia kufikia usitishaji vita bila fedheha kwa upande wa Marekani na Israel. Hata hivyo, Iran kwa upande wake imekuwa kila mara ikijibu kauli hizo kwa haraka iwezekanavyo kuwa haijawahi kuomba kusitishwa vita kwa njia moja au nyingine, na badala yake Tehran inataka kuendeleza vita, na kwamba kauli ya uamuzi wa lini vita hivyo vimalizike ni jukumu la Iran na wala si wajibu ulio juu ya shingo ya Marekani na Israel. Vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilianzishwa vikiwa na lengo la kuondoa madarakani utawala unaozingatia mafundisho ya dini ya Kiislamu. Vita ilianza huku ikiwa imebeba hesabu potovu pale Marekani na Israel zilipodhani kuwa kuuawa kwa kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei na maafisa wakuu wa ulinzi na usalama wakiwemo washauri wake kungekuwa sababu ya kusambaratika kwa mfumo wa utawala wa Kiislamu. Badala yake, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inazidi kuwa ngome imara na tukufu ya Uislamu duniani, ambapo dunia inalazimika kujifunza mfumo wake wa Kiislamu ambao husimama kama mwamba hata kama viongozi wake watatoweka. Trump alidhani kifo cha kifahari cha Shahid Imam Khamenei kingeuangusha utawala wa Kiislamu, na wakafumbwa macho kukumbuka kuwa Iran ina serikali, Iran ina bunge na mahakama, na aliyeuliwa alikuwa ni kiongozi aliyesimamia mfumo wa Kiislamu na utawala usipotoshe au usiondoke ukaenda nje ya mafunzo ya dini ya Kiislamu. Imani thabiti na mafunzo ya Kiislamu katika medani ya vita, umoja na mshikamano kitaifa umeonyesha umadhubuti wake na bila shaka nguvu isiyoweza kushindika. Ni kwa msingi huo Iran bila shaka imejifaharisha kuwa hakuna njama za kimagharibi wala za kizayuni zinazotosha kuangusha utawala wa Kiislamu. Hadi sasa tayari uamuzi wa Tehran wa kufunga mfereji wa Hormuz umeyumbisha uchumi wa dunia nzima. Vyombo vya habari vya dunia na hata wakuu wa mataifa makubwa duniani yenye nguvu wanasisitiza hapana njia iliyo sahihi kuiweka dunia sawa ila kukaa mezani na Iran. Na huo ni ushindi mkubwa kwa Iran dhidi ya utawala wa Donald Trump wa Marekani na utawala wa kizayuni wa Benjamin Netanyahu. Mbali na ushindi ambao tayari Iran inao mkononi, tayari Tehran pia imeshinda kuvuka kizuizi kingine ambacho kilitumika kwa miongo mingi sana kuipa kiburi na kuonekana mbabe wa dunia, Marekani. Kila wakati Marekani ilipotaka kuivamia nchi yoyote ile, iliyatumia majeshi ya nchi iliyowaita washirika na kuwalazimisha watumie gharama zao wenyewe katika njia iliyoonyesha utiifu ama utumwa. Lakini sasa hali hiyo imetoweka. Vita dhidi ya Iran vimefanya mataifa ya Ulaya yaliyokuwa wafuasi vipofu wa Marekani kushituka na kukataa kwenda kuishambulia Iran, zikidai maelezo ya nini zitafaidika katika kuendea vita hivyo. Mataifa mengi yanayounda shirika la kujihami la Ulaya, NATO, ambalo na Marekani pia ni mmoja wa wanachama wake, yamepinga kuingia vitani, hatua ambayo imezua mgogoro mkubwa na ambao umemfanya Donald Trump kuwatukana viongozi wa Ulaya na kuwaita hawana fadhila, na kilele chake rais huyo wa Marekani ambaye ni kigeugeu na mwenye rangi nyingi kama kinyonga ametishia kuiondoa Marekani katika umoja wa kujihami wa Ulaya, NATO. Kwa sasa dunia inaonekana kusimama katika njia panda kati ya kuendelea kwa vita au kurejea kwenye diplomasia. Na kadri mvutano unavyozidi kuongezeka, ndivyo hatari ya mgogoro huu kuathiri maeneo mengi zaidi duniani inavyozidi kuwa kubwa zaidi.
Hapa nchini Tanzania tayari serikali imetangaza kupanda kwa kiasi kikubwa gharama za nishati ya petroli na dizeli kuanzia Aprili mosi, hatua ambayo bila shaka itaongeza pakubwa gharama za usafirishaji na kusababisha mfumuko wa bei wa bidhaa muhimu kwa walaji na kutatiza maisha ya wananchi wenye kipato cha chini. Kauli za rais wa Marekani Donald Trump kuhusu vita na uvamizi alivyovianzisha akisukuma na nduli wa Gaza Benjamin Netanyahu, Marekani inaweza kumaliza vita dhidi ya Iran, lakini akaonya kuwa mashambulizi mahsusi yanaweza kuendelea ikihitajika. Kauli hii ni ya kujifariji, lakini dunia nzima na kila mtu anaona wazi kuwa Iran imeweza bila kutegemewa kuyashinda mataifa hayo jeuri na katili na yaliyotapakaa damu za watu wasiokuwa na hatia. Katika hali inayoonyesha kauli za Trump si za kutiwa maanani. Wakati akizungumza utayari wake wa kumaliza vita ndani ya muda wa wiki moja hadi wiki mbili, Marekani imeongeza nguvu za kijeshi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati kwa kutumia manuari pamoja na meli za kivita na maelfu ya wanajeshi ili kuonyesha kuwa bado Marekani inajizatiti kwa kile ambacho wachambuzi wa mambo wanatarajia na wanadhani ni maandalizi ya kuivamia Iran kwa kuingiza jeshi la nchi kavu katika ardhi ya nchi hiyo. Manuari nyingine ya kubeba ndege za kivita ya USS George Bush imewasili tayari Mashariki ya Kati, licha ya Trump kudai kinafiki kuwa anakusudia kumaliza vita dhidi ya Iran katika muda wa wiki moja au mbili hivi, na huu ni uthibitisho wa ukweli kuwa Trump si mtu wa kuaminika hata akisema nini. Mapema Aprili mosi, baada ya kutapatapa kwa kila njia kujaribu kupata usaidizi wa kupata fursa ya mazungumzo na Iran kutoka kwa viongozi wa Rusia, China, Pakistani na India bila mafanikio, Rais Donald Trump wa Marekani amesema anatarajia vita vya Iran vitamalizika ndani ya wiki 2 hadi 3, akisema hana ulazima wa kupata makubaliano na Tehran kukomesha vita hivyo anavyoshirikiana na Israel dhidi ya Iran, kauli ambayo hakuna anayeweza kuiamini. Akijibu maswali ya waandishi habari akiwa kwenye ikulu ya White House siku ya Jumamosi, Machi 31, Trump alisema hivi karibuni Marekani ingeondoka kwenye eneo la Ghuba, akimaanisha kuachana na vita hivyo. Akiwaambia waandishi wa habari hao kuwa bei ya hisa kwenye soko la dunia zimepanda tena kwa kuwa wawekezaji wanafahamu Marekani iko salama. Akirejea kauli yake kwamba vita vyake dhidi ya Iran ni ziara tu, Trump alisema ndani ya wiki 2 ama 3 wanajeshi wake watakuwa wameondoka kwenye vita hivyo, akiongea kuwa si lazima afikie makubaliano na Iran kwa yeye kuchukua uamuzi huo, akimaanisha kuwa vita vinaweza kumalizika bila hata ya mkataba wowote wa kusitisha vita baina ya Marekani na Israel kwa upande mmoja na Tehran. Hata hivyo, kauli hiyo zilikuwa zinakinzana na vitisho vya awali kwamba Marekani ingelizidisha maradufu mashambulio yake dhidi ya Iran endapo Tehran haikukubaliana na mpango wake wenye vipengee 15 ambavyo miongoni mwa vifungu hivyo vinataka Irani kuachana kabisa na mpango wa nyuklia, kusimamisha urutubishaji wa madini ya urani na kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Katika mkutano wake na waandishi wa habari, Trump alisema nchi yake haihitaji mafuta kupitia mlango wa bahari na hivyo jukumu la kufungua si lake, bali mataifa yanayopata mafuta kupitia huko, na kwamba Marekani ingeendeleza mazungumzo na Iran ili kukomesha vita. Sasa tuna kundi la watu nchini Iran ambao ni tofauti kabisa. Wana maarifa zaidi, hawana itikadi kali sana. Tuna mabadiliko ya utawala, tunashughulika na watu ambao wanatumia akili zaidi, alisema rais huyo wa Marekani. Hata hivyo, maelezo haya ya Trump kwamba amefaulu kubadilisha mfumo wa utawala wa Iran yanakwenda kinyume na hali halisi ilivyo ndani ya nchi ya Iran. Hakuna kilichobadilika. Licha ya kuuliwa shahidi Imam Ayatollah Ali Khamenei, kijana wake Ayatollah Mujtaba Khamenei ndiye aliyeshika madaraka badala yake, na mfumo wa Kiislamu ndio bado unaendelea kutawala katika nchi ya Iran, na vita vinaendelea na hakuna mazungumzo yoyote yanayozungumzwa baina ya Iran na Marekani, jambo ambalo Trump anataka kulazimisha kwa nguvu kimaneno watu duniani kuamini hivyo, lakini Irani inaapa kwamba
haina mazungumzo na wala haitaki kukomeshwa vita, na kwamba Marekani si mwamuzi wa lini vita vimalizike na lini vita viendelee. Israeli na Marekani vilivamia Iran mnamo Februari 28 na kuyafanya mashambulizi makubwa sana yaliyotarajia yangeweza kuangusha mfumo wa utawala wa Kiislamu unaotawala nchini humo. Hadi sasa hakuna ishara yoyote inayoonyesha tumaini la kuanguka utawala, licha ya kuwa zaidi ya viongozi 20 wenye ushawishi mkubwa ndani ya nchi hiyo kuuliwa kigaidi kinyume na sheria za kimataifa. Kwanza kabisa, lengo kuu la Marekani ilikuwa kuangusha utawala wa Kiislamu, na walidhani kifo cha shahidi Ayatollah Ali Khamenei kingeusambaratisha utawala huo, lakini haikutokea hivyo. Hakuna tumaini la kufanikiwa, na hata Donald Trump mwenyewe huwezi tena kumsikia Trump akizungumzia swala la kupindua utawala, kwa sababu ni jambo ambalo lilikwisha feli na hakuna dalili wala njia ya kuweza kuangusha utawala huo. Kinyume chake, ndani ya Iran kwenyewe, wale ambao walikuwa ni wapinzani wa serikali na wakidhani kuwa utawala wa Kiislamu na siasa zake za nje zimesababisha matatizo ya kijamii katika nchi, wameacha madai yao na kuunga mkono serikali na kuungana na wananchi wengine katika kuisapoti serikali ili kupambana na wavamizi waliovamia nchi yao. Hili ni anguko kubwa sana la fikra za Kimarekani, na hesabu za ovyo 3 mara 2 inakuwa 250. Donald Trump aliwahi kutamka eti amefanikiwa sasa kuleta mabadiliko ya kiutawala ndani ya Iran, na kwamba hata kiongozi ajaye angeteuliwa isipokuwa angeteuliwa mtu ambaye angetokana na ushauri wa Donald Trump. Lakini kinyume chake imekuwa Ayatollah Ali Khamenei, shahidi aliyeuliwa na Marekani, amesema wazi kwamba mtawala atakayekuwa bora kuitawala Iran ni yule ambaye maadui wanamchukia. Yule mtawala atakayekuwa anachukiwa zaidi, basi huyo ndio anayefaa zaidi kwa kutawala, ili asiweze kuwa anatumika na watu wa magharibi kuipokonya nchi ya Iran maliasili za taifa. Walisema wanakwenda Irani kuangamiza viwanda vya kuunda makombora, lakini hadi sasa hakuna kiwanda chochote cha makombora kilichoharibiwa, na hawatofaulu kufanya hivyo, kwa sababu ni ukweli uliowazi kuwa viwanda vya kutengeneza makombora yanayotumika na Irani hivi sasa vimetapakaa nchi nzima, katika kila mahala vinatengenezwa, na huko kuna kambi za kijeshi na zinayatumia makombora hayo kufanya operation zozote bila kungoja amri kutoka kwa kituo kikuu cha uongozaji wa vita. Kwa hivyo basi siwe pesi na si rahisi Marekani na Israel kuweza kuvifanya viwanda vyote vya Iran visiweze kufanya kazi au kuharibiwa. Hii si kweli. Nadhani sote tunakumbuka kwamba Donald Trump na hata Israel wamekuwa wakitangaza kuwa Iran kwa sasa haina tena silaha na imeishiwa, na ni wakati sasa italazimika kukubali kila ambalo Marekani inataka. Jambo ambalo tulidhani baada ya hapo Iran haitoweza tena kuendelea na vita, lakini matokeo yake yamekuwa ni kinyume, ambapo Iran imepeleka mashambulio makubwa sana katika nchi zote ambazo zinawalinda wa Marekani, zinawahifadhi wa Marekani ili waweze kuishambulia, na hali ya Israeli ni mbaya zaidi kuliko wakati mwingine wowote katika maisha ya taifa hilo la kubuni lililobuniwa mwaka 1948. Walisema pia hawataki Iran imiliki vituo vya kurutubisha urani na kufanya majaribio yasiyo na idadi ya kufikia azma hiyo, lakini habari zilizo sahihi ni kuwa Marekani haina silaha wenye uwezo wa kuifikia miradi hiyo ya nyuklia iliyochimbiwa chini ya ardhi. Vita vya Juni mwaka jana 2025, Israel na Marekani walishambulia maeneo hayo, na wakatupata taarifa kwamba tayari wamekwisha tokomeza uwezo wa Iran wa kutengeneza nyuklia. Mashambulio yaliyofuata ya vita vya siku 12 pia walienda kushambulia eneo hilo hilo, na mara hii tena ikiwa ni mara ya 3 Israel na Marekani wameenda tena kushambulia maeneo hayo hayo. Mtu yoyote mwenye akili nzuri na mwenye kufikiri vizuri ataona kuwa wanachotuambia si kweli, kwa sababu kama wao walituambia mwaka jana
Iran haina tena uwezo wa kurutubisha urani. Walituambia mwanzoni mwa mwaka huu katika vita vya siku 12 wamefanya tena mashambulio katika maeneo hayo, hakuna uwezo. Ya nini tena kutangaza leo kwamba Iran sasa ndio haina hivyo vifaa vya kuweza kurutubisha urani? Ni wazi kuwa wanajaribu, lakini Iran inasema kuwa mifumo yake au maeneo yake ya kurutubisha urani yako salama na yanaweza kuharibiwa maeneo fulani tu katika eneo hilo, lakini si kufikia mitambo inayofanya kazi hiyo. Iran inahoji uhalali wa Marekani kuiamulia Irani isimiliki wala kurutubisha urani hata kwa matumizi ya kiraia na tiba. Marekani inaupata kutokana na sheria ipi? Israeli ambayo ndio sababu ya vita hivyo, Israeli yenyewe inamiliki silaha za nyuklia. Si mwanachama wa jumuiya ya kuzuia uzalishaji wa silaha za sumu na silaha za maangamizi. Haijawahi kukaguliwa ikajulikana kuwa inamiliki vichwa vingapi vya nyuklia, na kwa sababu hiyo Iran inakatazwa isiwe na silaha za nyuklia wala isiwe na makombora kwa nia ya kutaka kuilinda Israel. Kwa maana hiyo Iran yanafikiria kuamua kujitoa katika umoja wa kidunia wa kuzuia usambazaji wa silaha za nyuklia. Lakini hilo dogo zaidi, kubwa zaidi ni kwamba wananchi wa Iran wamefanya maandamano na kupeleka maombi kwa viongozi wao kwamba wakati umefika sasa Iran lazima imiliki nyuklia kwa ajili ya usalama wake, na kwamba Marekani haina uwezo wala haina haki ya kuweza kuamulia wa Irani nini wafanye katika nchi yao. Ni kwa sababu hizo Donald Trump, rais wa Marekani, hana chochote anachosubiri katika vita alivyovianzisha zaidi ya ushindi wa mezani ambao wamekuwa hadi sasa akijaribu kutafuta bila mafanikio, huku dunia ikimcheka ndani kwa mwana kuyatafuta mwana kuyabeba. Donald Trump amekuwa akibadilisha maneno kila siku. Mara anazungumza na Iran, mara ameshamaliza uwezo wa Iran, mara anakwenda kufungua mfereji wa Hormuz, mara anasema anaondoka, hataki tena vita. Kila aina ya msemo amekuwa akiusema. Yote hiyo ni kutafuta ushindi mezani. Mataifa makubwa huwa yana nguvu sana za kutisha watu, lakini endapo watu wanaweza wakajitahidi, wakajifunga, wakamwamini Mwenyezi Mungu, wakapambana nayo, inaweza Marekani ikaanguka na ikasambaratika vipande siku moja. Mwenyezi Mungu anasema, la yadhurukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Maadui hawatakudhuruni ila kwa maudhi kidogo tu, na wakipigana nanyi, wakileta vita kupigana nanyi, watakupeni mgongo, kwa maana watakimbia na tena hawatapata ushindi na hawatanusuriwa. Hayo ndiyo yanayokuja, tukae kusubiri kwa wale watakaokuwa na uhai kwamba wa Iran wameshinda vita. Marekani kama walivyokuja kutoka kwao watarudi. Iran ya Kiislamu itabaki na itabaki kuwa mshindi na kupanda daraja kubwa zaidi ya kuwa moja kati ya mataifa makubwa duniani yenye uwezo wa kujihami na kusimamia vilivyo misingi ya utawala wake na uhuru wa maamuzi wa wananchi wake. Tumuombe Mwenyezi Mungu alete salama katika dunia, aondoe vitisho na huzuni iliyokumba dunia, aondoe dhiki ambayo inauelemea ulimwengu kwa kupanda bei ya mafuta, na hili linatokana na Iran kuizuilia dunia kuweza kupata mafuta ili kuonyesha nguvu ilizo nazo. Na baada ya vita Iran atageuka kuwa ni mtu mkubwa. Iran itageuka kuwa taifa kubwa lililokuwa na kauli mbele ya mataifa mbalimbali kote ulimwenguni. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.